Na lengo lake Mheshimiwa Rais anataka tunapofika mwaka 2034 asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Mama Manyema ni moja kati ya taasisi ambazo zinapikia watu zaidi ya 100. Ni mwanamke mjasiriamali, ni mwanamke mfanyabiashara. Si tu kama sadaka tunatoa na tunapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kulitumikia taifa letu ni pamoja na kushuka huku kuwahudumia Watanzania na kuwabadilisha. Nimefurahi sana baada ya kuona changamoto iliyokuwa inatumika nishati ya kuni na moshi. Niliwaomba ndugu zangu Haneji, najua ilikuwa ni gharama kubwa, wameniambia wametumia zaidi ya milioni 15. Nikawaambia ili tubadilishe, hata maziwa ukitaka ya gande si unaweka chachu kidogo, ili tubadilishe, twende tukaweke chachu Mabibo, kwa kuanza na Mama Manyema. Wafanyabiashara wengine watakapoona kilichofanyika kwa Mama Manyema, watakapoona gharama nafuu anayotumia ukilinganisha na matumizi ya kuni na mkaa, watakapoona afya yake imeimarika. Na hili ndilo lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Anataka kazi na utu, tupate ule utu wenye tabasamu. Leo tumebadilisha maisha ya Mama Manyema. Tofauti ya gharama kati alivyokuwa anatumia kuni na mkaa na sasa hivi anavyotumia nishati safi ya kupikia. Lakini sasa hivi unatumia milioni 1 kama na 200,000 hivi. Milioni 1,200,000, milioni 1,300,000. Kwa majaribio ameokoa zaidi ya 700,000, 800,000 kwa sababu ya kutumia nishati safi ya kupikia. Mama Manyema, tunakuomba uendelee kutoa ajira kwa wananchi wa Mabibo na Watanzania wengi zaidi, lakini upanue biashara yako kwa sababu umpata urahisi wa kupika. Upo mkaa ambao kwa namna ambayo ya kitaalamu umepunguzwa utoaji wa moshi, ndio huu uko hapa ndani na mtapata hata fursa ya kuona, unaweza kutumia. Tunasema tunajitahidi kuleta nishati rafiki kwenye mazingira yaliyowazunguka. Mabibo nyinyi mna umeme, mnaweza kutumia umeme kama nishati ya kupikia. Lakini mnapata majiko ya gesi, mnaweza kutumia gesi, na Mheshimiwa Rais ameweka ruzuku zaidi ya 50% kwa ajili ya kutumia majiko ya gesi. Lengo letu tubadilike, tutunze mazingira, tutunze afya zetu, lakini tuboreshe uchumi wetu kwa kupika kwa wakati na kukaa jikoni muda mdogo, tupate muda wa kukaa na familia zetu. Nimefurahi sana. Kwa kweli mimi binafsi nimebarikiwa na zoezi hili ambalo limefanyika.